Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kuwa utawala wa Iran umeanza kudhoofika kwa kiwango kikubwa na kwamba hatimaye utaanguka kutokana na athari za mashambulizi na shinikizo linaloendelea kuikabili nchi hiyo. Kauli hiyo alitoa wakati wa hafla ya kumuaga mkuu anayemaliza muda wake wa kuongoza shirika la ujasusi la Israel Mossad, David Barnea, ambapo alisifu mchango wake katika operesheni mbalimbali za usalama wa taifa la Israel katika kipindi cha miaka 5 iliyopita. Akizungumza katika hafla hiyo, Netanyahu alisema Iran tayari imelipa gharama kubwa kutokana na mivutano na mapambano yanayoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati. Alidai kuwa misingi ya utawala wa Iran imeanza kuporomoka na kwamba hali ya sasa inaonyesha wazi kuwa utawala huo hauwezi kurudi katika nguvu na ushawishi uliokuwa nao hapo awali. Benjamin Netanyahu alisema kuwa serikali ya Iran, ambayo mara nyingi imekuwa ikikosoa Israel na kuunga mkono makundi yanayoipinga, imepata pigo kubwa katika nyanja mbalimbali za kisiasa, kiusalama na kijeshi. Kwa mujibu wa kiongozi huyo wa Israel, maendeleo ya hivi karibuni yanaashiria mabadiliko makubwa yanayoweza kubadilisha mwelekeo wa siasa za eneo hilo katika siku zijazo. Benjamin Netanyahu pia alitoa onyo kali kwa maadui wa Israel, akisema kuwa yeyote anayepanga kuidhuru nchi yake atakabiliwa na matokeo makubwa. Alisisitiza kuwa Israel itaendelea kujilinda na kuchukua hatua kali dhidi ya vitisho vyote vinavyolenga usalama wake. Kauli hizi zimekuja katika kipindi ambacho mvutano kati ya Israel, Iran na washirika wa Iran katika eneo la Mashariki ya Kati umeendelea kuongezeka. Katika siku za hivi karibuni kumekuwa na hofu ya kuongezeka kwa mapigano kati ya Israel na kundi la Hezbollah nchini Lebanon, huku juhudi za diplomasia zikifanyika kuzuia hali hiyo isizidi kuwa mbaya. Netanyahu pia alimshukuru David Barnea kwa huduma yake ya zaidi ya miaka 30 ndani ya Mossad, akisema kuwa mchango wake ulikuwa muhimu katika kulinda usalama wa Israel. Alieleza kuwa miaka 5 ya Barnea kama mkuu wa Mossad ilikuwa miongoni mwa vipindi muhimu zaidi katika historia ya kisasa ya taifa hilo kutokana na changamoto za kiusalama zilizolikabili. Kwa mujibu wa Netanyahu, chini ya uongozi wa Barnea, Mossad ilifanikiwa kutekeleza operesheni nyingi muhimu ambazo zilisaidia kuimarisha usalama wa Israel na kukabiliana na vitisho kutoka mahasimu wake wa kikanda. Ingawa hakutoa maelezo ya kina kuhusu operesheni hizo, alisema mafanikio yaliyopatikana yataendelea kukumbukwa katika historia ya taasisi hiyo ya ujasusi. Wakati huo Israel imeingia katika hatua mpya ya uongozi wa Mossad baada ya Meja Jenerali Roman Goffman, ambaye alikuwa katibu wa kijeshi wa Netanyahu, kuanza rasmi majukumu yake kama mkuu wa shirika hilo la Mossad. Uteuzi wake unafanyika wakati ambapo Israel inakabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama zinazoihusisha Iran, Hezbollah na makundi mengine yenye silaha katika eneo la Mashariki ya Kati. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaona kuwa kauli za Netanyahu kama sehemu ya kampeni ya kuonyesha kuwa Israel imepata mafanikio makubwa katika juhudi zake za kuzuia ushawishi wa Iran katika eneo hilo. Hata hivyo, viongozi wa Iran wamekuwa wakikanusha madai kama hayo mara kwa mara na kusisitiza kuwa taifa lao linaendelea kuwa imara licha ya vikwazo vya uchumi, mashinikizo ya kisiasa na migogoro ya kikanda. Kauli hizi za Benjamin Netanyahu zinaongeza sura mpya katika mvutano wa muda mrefu kati ya Israel na Iran, ambao kwa miaka mingi umekuwa moja ya migogoro mikubwa zaidi ya kisiasa na kiusalama katika Mashariki ya Kati. Wakati dunia ikiendelea kufuatilia hali hiyo, macho sasa yanaelekezwa kuona ikiwa maneno hayo yatafuatiwa na hatua mpya za kisiasa au kijeshi katika siku zijazo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.